Familia mbili, mtazamaji, huko Migori zinaomboleza baada ya watoto wao wawili ambao walikuwa wamekwenda kwenye kongamano la kila mwaka la vijana la dhehebu la SDA kufa maji baada ya kusombwa katika mto Migori. Inaarifiwa kuwa mmoja wa vijana hao alifariki baada ya kuzidiwa nguvu na maji ambayo yalikuwa yanafurika kwa ghafla, naye mwingine alikuwa akiugua maradhi ya pneumonia, akifariki kutokana na baridi nyingi inayosababishwa na mvua inayoendelea kunyesha katika sehemu hiyo. Walikongamana kwenye uwanja wa maonyesho ya kilimo walichota viungani mwa mji wa Migori kwa matarajio ya kupata lishe ya kiroho. Lakini malengo na matarajio ya kongamano hilo la kila mwaka kwa vijana wa dhehebu la SDA yalizama kwenye maji haya katika mto wa Migori pale mmoja wa aliyekuwa amekwenda kuogelea kusombwa na kufa maji, naye mwenzake kufariki kutokana na maradhi ya pneumonia kufuatia baridi na mvua nyingi zinazokunya sehemu hizo. Hiyo river ina flow kutoka juu, so maji ikakuja kwa wingi ikasamisha mtoto, kwa sababu ikinyesha sehemu za Transmara na Kuria huko mbele maji inakuwa mingi. So it was very unfortunate kwamba tulipoteza yeye na mwili bado tunatafuta. Mbali na kuomboleza vifo hivyo, majonzi yalizidishwa na hali kwamba mmoja wa vijana hao alikuwa akitarajia kujiunga na kidato cha kwanza baada ya kukwangura alama 418 kwenye matokeo ya mtihani wa KCPE yaliyotangazwa hivi majuzi. Hivyo watu wako chini wanatafuta along the river mpaka huko chini. Na kuna mwingine pia nasikia alikuwa mgonjwa. He was suffering from pneumonia. Mtoto kidogo ama over 15 years akakimbizwa na ambulance mpaka Akidivia Hospital na akifika huko akasidiwa. So unfortunately passed. Ingawa pika mbizi wanajizatiti kuitafuta miili, ipo hofu kwamba huenda miili ya wawili hao ikasombwa hadi ziwani Victoria, hivyo kuyafisha kabisa matumaini ya kuipata miili hiyo. Shadrack